tunatamani sana kuongeza uwezo wetu wa uzalishaji wa viwanda vya kijeshi. Na ni azma ya muda mrefu, imeanza tangu wakati wa baba wa taifa. Tulikwenda tulipofika, lakini alipoingia, tulipoelezea hili akasema nalisimamia. Na kweli kwa sababu mwanzo tulikuwa tukifanya haya mambo kwa kufanya sisi wenyewe. Lakini huu ubia wa kwamba tutaweza kuzalisha kwa kuunganisha nguvu na sekta binafsi ni mradi wa kwanza. Kwa hiyo huu ni mradi wa kihistoria katika Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa, lakini katika jeshi lenyewe la Ulinzi na Kujenga Taifa. Nimesema Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa. Na tuna imani kwamba ukitekelezwa vizuri utachochea fursa zingine za kuwa na miradi ya namna hii mingi. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kutusukuma. Ametusukuma kweli kweli kuhakikisha kwamba hili jambo linafanyika. Tulianza tangu mwaka 23, tumekwenda tukasaini hati ya makubaliano, tumekwenda mpaka leo tumesaini joint venture kwa ajili ya mradi huu. Kwa hiyo tunamshukuru sana. Sasa nikija kwenye swali lako, mradi huu tutaanza kwa kutengeneza madhumuni ni kutengeneza magari ya kijeshi, lakini pia tutatengeneza magari kwa ajili ya shughuli za taasisi zingine za ulinzi na usalama, na baadaye hata magari ya kiraia. Kwa hiyo tunaanza na aina mbili, mtaziona zimeonyeshwa hizi hapa, ambazo ndo tunaanza nazo, ni magari ya jeshi, lakini tukienda na tunapanua wigo na tunaweza tukaenda hata mbali zaidi, tukatengeneza hata vitu vingine zaidi ya magari. Kwa hiyo swali la pili unauliza ni magari mangapi? Kama nilivyoeleza, huu ni mpango ambao utakwenda hatua kwa hatua, na matarajio yetu ni kwamba ni kwa ajili ya matumizi ya ndani ya jeshi letu, vyombo vyetu vya ulinzi na hata raia, lakini baadaye tunataka kutumia fursa za masoko ya kikanda kama Afrika Mashariki, kama Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika, lakini na Afrika kwa ujumla na hata nje. Kwa hiyo uzalishaji utaenda ukiongezeka hatua kwa hatua kulingana na mahitajio ya soko la ndani na la nje. Maelekezo yangu ni kwamba hii ni fursa ambayo tusichezee. Kwamba sasa hivi leo tumeweka jiwe la msingi, lakini mnaona tunaweka jiwe la msingi, mmetembea hapa mnaona hata ujenzi umeanza, na mmesikia huyo mbia mwenzetu amesema kwamba matarajio ni kukamilisha ujenzi ndani ya miezi 12. Kwa hiyo mimi wito wangu ni kwamba hii miezi 12 kweli tumalize ujenzi, na baada ya hapo tuanze uzalishaji mara moja. Kwa hiyo unapokuwa ukijenga lazima ujipange kuanza kuzalisha. Kwa hiyo yale yote yanayotakiwa kuanza kuzalisha yafanywe sasa hivi, ili tunamaliza tu majengo, uzalishaji unaanza. Sina wasiwasi, nina imani kabisa kwamba hili litafanyika kwa sababu nia ipo na uwezo upo. Kwa hiyo hili litafanyika, lakini ni kazi kubwa pia. Tulikuwa na timu ambayo ilikuwa inafanya majadiliano, imefanya kazi kubwa sana usiku na mchana, nao tuwapongeze kwa weledi wao, lakini pia kwa uzalendo wao. Kwa hiyo wito wangu pia kwamba fursa kama hizi zinapojitokeza, hiyo ilikuwa ni kwa upande wetu, lakini kwa jamii kwa ujumla, kwamba Mheshimiwa Rais chini ya uongozi wake katika serikali ya awamu ya 6 amejitahidi sana kutengeneza mazingira kwa ajili ya uwekezaji na kuvutia wawekezaji kutoka ndani na nje. Kwa hiyo hizi fursa tuzitumie inavyotakiwa. Kwa hiyo kama sisi tusingechangamka na kutumia hii fursa, pengine hiki kisingetokea. Kwa hiyo kwetu sisi, taasisi za serikali, lakini pia hata wafanya biashara binafsi watumie fursa hizi ambazo ziko nyingi tu. Huu mradi una manufaa makubwa. Kwanza ni hiyo kwamba tutakuwa na kiwanda cha namna hii cha aina yake ambapo nimesema, lakini itakuwa ni kuhamisha teknolojia. Kwa hiyo tutaweza kupata teknolojia ambayo hatuna, lakini pia fursa itakayopatikana ni kwamba hata kutakuwa na local content. Kwa hiyo tunaweza hata tukashirikiana baadaye kadri tunavyokwenda na taasisi zingine, wanaweza kuzalisha vipuli vile na vile. Kwa hiyo kunakuwa na local content, lakini pia ni hiyo export. Kwa hiyo umeuliza mafundi, hii taasisi hii ya Nyumbu mpaka sasa hivi ni shirika la umma. Kwa hiyo tunao waajiriwa ambao ni maafisa na maaskari wa jeshi, lakini pia tunao raia. Kwa hiyo tutachanganyika wote. Kwa hiyo hata taasisi za utafiti pia tutakuwa tukishirikiana nazo katika hiyo kuhuisha na kuhamisha teknolojia. Mradi kwa sasa unavyoanza utaanza kwa nadhani ni $20 milioni 20, lakini hiyo nimesema hela. Kwa hiyo nikisema samani sijaongeza ardhi, sijaongeza majengo tunayotoa, sinaongeza vifaa. Kwa hiyo ni vigumu kusema ni kiasi gani, kwa sababu kuna vitu vingine ambavyo ni vitu, sio pesa. Nyumbu au TATC ilianzishwa kwa agizo la Rais la serikali baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere
akitaka kiwe kituo cha umahiri kitakachojibu maswali ya wakulima, wafanyakazi na hitajio la ulinzi hapa Tanzania. Mwanzo tulikuwa tunafanya utafiti, sasa hivi tumekamilisha utafiti, tunaanza kuzalisha. Utaona zana zimekuwa displayed ambazo tunazalisha tangu tumeanza gari la nyumbu, magari ya deraya, na kwa sasa hivi kwenye huu mradi ambao tunaingia na watu wa Strait, zana ziko upande wa kushoto ambazo sasa tutaanza kuzalisha kwa ajili ya kuimarisha ulinzi wa taifa letu.